Leo niko hapa katika bustani ya Chaoyang ambapo kama tunavyoona kuna shamra kubwa kabisa. Tunasherehekea ama tunaadhimisha siku ya Afrika, miaka 63 ya siku ya Afrika. Na huko kama unavyoona kwamba hii ni sherehe imeandaliwa na mabalozi wa Afrika hapa nchini China, pia Umoja wa Afrika na wenyewe pia wametia mkono wao. Leo ni siku ya furaha, kwa hiyo tuko pamoja na hili tunaona kwamba ni dirisha la Wachina kufahamu utamaduni wa Afrika. Siku ya Afrika inayoadhimishwa Mei 25 kila mwaka ni kumbukumbu muhimu kwa watu wa Afrika kusherehekea harakati zao za kupigania uhuru na kuimarisha umoja wao. Pia inaadhimisha kumbukumbu ya kuanzishwa kwa Umoja wa Nchi Huru za Afrika OAU, yaani mtangulizi wa Umoja wa Afrika, ambapo kuanzishwa kwake kulileta sura mpya ya kujitegemea kwa pamoja na maendeleo ya pamoja kwa mataifa ya Afrika. Mabalozi na wanadiplomasia kutoka nchi mbalimbali za Afrika walioko China, pamoja na wasanii, wanafunzi wa kimataifa wanaosoma nchini humu, na marafiki kutoka nyanja mbalimbali nchini China na Afrika walikusanyika pamoja kusherehekea siku hii. Katika hotuba ya ufunguzi wa sherehe ya siku hiyo, wageni waliohudhuria walipongeza jukumu chanya la mawasiliano ya watu katika kuimarisha urafiki wa Afrika na China. Balozi wa Somalia nchini China, Hodan Osman Abdi, alisema mwaka huu ni mwaka wa mawasiliano ya watu wa China na Afrika. Sherehe ya siku ya Afrika ya mwaka huu inalenga kuwawezesha Wachina zaidi kuielewa Afrika kupitia maingiliano halisi na uzoefu wa kitamaduni. It's very important for us to focus on cultural exchange, getting each other to know each other better, to have more windows and opportunities for us to understand each other's diversity, understand each other's vibrant and unique different cultures. I think we really need more opportunities like this, and this year is an excellent opportunity for us to take care of. Sherehe ya siku ya Afrika ya mwaka huu iko wazi kwa umma, ikijumuisha mabanda mengi maalum ya mataifa ya nchi nyingi za Afrika ambayo yameonyesha utamaduni tajiri, rasilimali tele za utalii, sanaa za jadi pamoja na ubunifu wa Afrika, na kuonesha taswira yenye uchangamfu ya Afrika kwa umma wa China, ambayo yamevutia Wachina wengi kuyatembelea na kujionea utamaduni wa Afrika. 我认为这个非洲的文化非常的多种多样并且都非常精彩又有趣。比如说那个旗子，它就是运用到一些策略，我感觉就非常的有趣。包括这个鼓，我也感觉是非常好玩。我们也非常高兴能够在首都北京，我们的家乡来参加这样的活动。然后今天我们是看了非常多的展台，我们背后的这个舞台上还有不同国家的表演。我们也希望能够更多的参与非洲大陆53个国家的活动，能够更多的有中非的友谊，能够在共建一带一路的平台上更多的民间的交流。 Wachina wengi kikweli wanapenda utamaduni wa Kiafrika. Wakija kwenye banda lazima watakuhoji kwa lugha yako wewe mpaka utashangaa. Kitu cha pili wanapendaga kujifunza mambo ya chakula na ngoma. Kama leo tumewachezesha sana pale, na kuna mmoja tumemfundisha nyimbo jambo bwana mpaka ameikalili. Na amesema anaenda kumfundisha mwanae. Kwa hiyo kwetu ni furaha kwa sababu ni tupo kwao, ila sisi tunaonekana wenyeji, wao ndo wageni. Kwa hiyo kwetu ni furaha sana. Siku ya Afrika sio ya Afrika pekee, bali ni ya wale wote ambao wanataka kulifahamu bara hili. Na leo hii basi imekutanisha watu wa rangi mbalimbali, watu wa lugha mbalimbali. Na kama kauli mbiu ya Umoja wa Afrika inavyosema kwamba Afrika iliyoungana. Na hapa Beijing tunaona kwamba wageni kwa wenyeji wameungana pamoja kufurahia muziki, dansi pamoja na hadithi.